Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuwaomba wanahabari, kama kuna jambo wanalitamani kulisikia, ni jambo la uchumi wa nchi yetu. Wanahabari wana uwezo wa kushape na kuspin na kutengeneza agenda ya kuwafanya wananchi wote wakafocus kwenye agenda hiyo. Ningekuwa na uwezo, ningewashawishi sana watusaidie kwa nguvu zao zote kubadilisha aina ya habari zinazochukua nafasi kubwa katika masikio si tu ya watoto, si tu ya vijana, hata ya watu wazima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari ina nguvu kubwa sana. Ndio inaamua mpaka aina ya mavazi, inaamua aina ya chakula, inaamua aina ya nyumba, inaamua aina ya kila kitu. Habari zote, ziwe za michezo, ziwe za uchumi, ziwe za siasa, yani ifike hatua habari yako ikae front page, ni kutokana na namna gani ina impact ya uchumi wetu. Kwa sababu kuna fursa nyingi sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambazo unaziona kwa sababu ya habari hizo kutokuwa na nafasi kubwa, zimepelekea watu kujisahau na kushindwa kuchagiza na kusukuma gurudumu la uchumi. Nishangaa kupata taarifa kutoka kwa balozi wa India, anatueleza namna gani unga wa maembe ulivyo na thamani kwao, wakati sisi Tanzania maembe yanaoza. Sasa unaweza kupata picha jinsi gani tuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha ya watu, lakini kwa sababu habari zake hazisikiki, zinawafanya wananchi wanaona labda si sehemu ya kuchagiza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la mwisho, tarehe 3 mwezi huu wa 5 katika mkoa wetu tumeandaa forum kubwa tunaita Arusha Economic Forum. Moja wapo ya watoaji au watoa mada ni pamoja na Profesa Kabudi. Ninaomba tuitumie fursa hiyo kwa ajili ya kubadilisha taswira ya mkoa wetu, na tunawaalika sana wanahabari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waje waonyeshe fursa za kiuchumi zilizopo katika mkoa wetu. Kuna watu wanasikia tu habari ya Afcon, lakini hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na Afcon. Kuna watu wanasikia habari ya magadi soda, hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na magadi soda. Kuna watu wanasikia SGR inajengwa kuja Arusha, hawaoni namna gani. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa forum hiyo kwa makusudi ya kuwafungulia pazia wananchi wa mkoa wa Arusha ili waweze kutap kwenye hiyo opportunity na kuweza kutengeneza uchumi mkubwa. Na miongoni mwa watu tuliowalika, tumewalika pia Profesa Lumumba kutoka Kenya. Lengo pia aje atuonyeshe natural resources tulizonazo katika Afrika zinawezaje kuwasaidia Afrika, tukianza na mkoa wetu Arusha. Baada kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua nimechukua muda wako mwingi, lakini nakukaribisha tena, na baada ya safari ya kurudi kwenye majukumu yako, weekend sio mbaya ukija kuwa unapumzika Arusha. Hali ya hewa kama ulivyoiona, na najua imekuwa taabu kukuamsha, lakini ndio ndivyo ambavyo Mungu ametubariki wana Arusha. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.